Kanisa la Kiinjili la Kiluteli Tanzania, yani KKKT Dayosisi ya Kusini Mashariki, limehitimisha mafunzo ya wanafunzi wa theolojia elezi, yani ETE, kwa kupatia vyeti wanafunzi 40 waliohitimu pamoja na kuwaingiza kazini. Akihubiri katika ibada iliyofanyika katika kanisa la KKKT usharika wa Cathedral mkoani Mtwara na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiwepo wachungaji, wakuu wa majimbo na wasaidizi wa askofu, msaidizi wa askofu Dayosisi ya Kusini Dr. Johnson Gudaga amewataka waumini hao kutohubiri injili kwa mazoea, badala yake wamshirikishe Roho Mtakatifu na kusaidiana katika utumishi wao. Unajua, unaweza kawepo kanisani ukawa mtu wa kawaida sana, na mtu wa kawaida sana hauwezi kuwa na ujumbe unaogusa maisha ya watu. Ndio maana kazi ya Mungu haiendi kwa mazoea. Wainjilisti wenzangu mpo hapa, na mimi mwenzenu mwinjilisti mwenzenu, msiende kimazoea, msihubiri injili kimazoea, msisome neno kimazoea, msiishie kuomba kimazoea, msiishie tu kuimba kimazoea, kwamba kwaya inaimba kimazoea, kwamba mhubiri anahubiri kimazoea, kwamba yeye anachoishia ni liturujia tu kimazoea, kila kitu kimazoea. Tutakuwa kanisa la kawaida sana, na matokeo yake tutafanya mambo ya duniani sana, tutapoteza ushuhuda. Hata watu wengine wakituangalia nasema hili ni kanisa hili, kwa sababu wanajua mahali ambapo pana Roho Mtakatifu pana namna ya kuenenda kama watu wenye Roho Mtakatifu, pana namna ya kutenda kama watu wenye Roho Mtakatifu, pana namna ya kufanya maamuzi yaliyoongozwa na Roho Mtakatifu. Pale ambapo mwenzenu anakosea kama binadamu, mnamsaidia. Pale mwenzenu anapochoka kama binadamu, mnamsaidia. Mwenzenu anapoanguka, mnamshika mkono. Kwa nini? Roho Mtakatifu ana tabia ya kuwaleta kama familia ya Mungu. Ibada hiyo pia imeambatana na uzinduzi wa kitenge cha dayosisi na tisheti za UKWATA, ambapo askofu wa KKKT Dayosisi ya Kusini Mashariki Eric Ngwema ameongoza zoezi hilo na kutoa neno kwa kanisa. Tisheti hii ya UKWATA kwa hivyo katika idara ya vijana na UKWATA na USCF katika dayosisi, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Wote watakao kuhuduma wajue wanafanya yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ni maalum katika taratibu kwa kuelekea aziza kujenga kwa Yesu kwa kufanya kwa Yesu kwa. Aidha, mkurugenzi wa ETE ukanda wa Kusini Mchungaji Elia Konga amesema licha changamoto zilizopo, wanafunzi 40 kati ya 60 wamefanikiwa kuhitimu mafunzo hayo, huku akitoa wito kwa washirika wengine kujiunga na elimu hiyo bila kujali umri wao. Kwamba tumeendelea kuhitimisha darasa la ETE awamu ya kwanza, lakini ni darasa maalum ambalo tulikuwa tumeliweka kimkakati ili kuweza kuona kwamba tunapata watumishi wa kutosha katika dayosisi yetu ya Mtwara. Na tunamshukuru Mungu kwamba tulianza na wanafunzi 66 na leo tumehitimisha wanafunzi 40. Na kwa namna hii tunaona kwamba tumeongeza jeshi kubwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Saizi tumeingia hata online. Kwa namna ya kipekee wataweza kujifunza ETE mtandaoni. Lengo la kwanza ni kumuimarisha kila Mkristo, kuimarika kithiolojia, na hasa katika ulimwengu huu ambao saizi tuna mafundisho mengi ambayo sio ya kweli. Lakini ETE vile vile ni kwa ajili ya kuandaa watumishi. Tunapoandaa watumishi, hapa ndipo tunapojaribu kuangalia sana umri wa watu, kwamba tunapenda sana tupate vijana, kwa sababu vijana ndio tunaamini kwamba ndio watu ambao wanaweza kusaidia sana kwenye hoja ya utumishi. Kwa hiyo tunapokuja kwenye kuanza kuandaa watumishi au watenda kazi, tunatamani tupate vijana. Lakini tunapoendelea na ETE kwa watu wote, ni kila rika. Nao baadhi ya viongozi kutoka maeneo mbalimbali, akiwepo mchungaji mstaafu Stefano kutoka Sweden ambaye pia ni mjumbe wa bodi ya SEM,
na msaidizi wa Askofu Dira mkoani Iringa, Zakaria Mgeyekwa wa huduma ya uinjilisti kwa wafugaji na wavuvi MUA, ameeleza namna wanavyofanya kazi ya Mungu katika maeneo mbalimbali. Mimi ni mchungaji Stefan Holmström, mchungaji Stefano kutoka Sweden, chama cha Swedish Evangelical Mission. Mimi nimekuwa kiongozi wake, sasa ni mjumbe wa bodi. Nimekuja hapa Mtwara ili nishiriki na wenzangu kuhitimisha wana ETE. ETE ni sehemu ya maisha yangu tangu niwe mishonari Iringa, na nimefurahi kushiriki hapa. ETE inamsaidia mtu kuwa karibu na Yesu na kuelimika katika Biblia, katika utumishi, katika uinjilisti. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana kuwa mmoja wapo katika sherehe ya leo. Kwa hiyo MUA ikaona kwamba ni vizuri tuwe na utaratibu wa pekee kwa MUA, yaani kuwafikia wafugaji katika namna ya pekee. Kwa hiyo MUA ina mambo matatu. Moja, ina ofisi ya uratibishaji. Ofisi hiyo inaratibiwa na ndugu Jacob Frost ambaye ni mmisionari pia kutoka Denmark. Eneo la pili la MUA ni wainjilisti waliochukuliwa kutoka jamii ya wafugaji. Hawa huwa wanatembea maboma kwa maboma bila kujali mipaka ya dayosisi. Kwa upande wake, mratibu wa ETE jimbo la Pwani Frederick Swai ameeleza umuhimu wa mafunzo hayo, huku baadhi ya wahitimu wa mafunzo hayo akiwepo Upendo Danford Kaisi na mwalimu Jason Kamugisha wakieleza furaha yao na kuahidi kufanya kazi ya Mungu kwa moyo. Na imetupa fursa sisi kama washarika, kama waumini, kuwa na darasa ambalo unaweza ukajisomea ukiwa majumbani, lakini pia kama chuo huria. Hii inatusaidia kuweza kumfahamu Kristo, lakini pia kutangaza na kupeleka habari njema za Kristo mahali kote na popote pale. Ninashukuru Mungu kwa tukio hili la leo. Kwa kweli nimehamasika sana, nina amani. Na tena ninashukuru kwa maana hata katika changamoto nilizopitia nikiwa kama mwanafunzi, ninawahamasisha wanafunzi wengine. Changamoto za kiuchumi zisikukoseshe mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tujitahidi kwa kweli. Baada ya mafunzo haya na kutunukiwa vyeti, ninaamini kuwa mtapokea kitu ambacho kikubwa zaidi. Tunaamini kuwa tuko tayari kuifanya kazi ya Bwana kwa uaminifu. Ninamshukuru Mungu sana kwa kunifikisha siku ya leo ambako nimeweza kuhitimu elimu hii ya ETE, ambaye nitaweza kunisaidia katika utumishi wangu ambao nimekuwa nikitumika katika madhabahu za Mungu. Ndugu zangu ambao labda mko mbali, niwatie moyo kwamba elimu hii ni muhimu sana. Kabla hujaingia huko unaweza kaona kwamba ni elimu ya kawaida, lakini ni elimu ambayo inajenga msingi wa mtumishi, hasa kwa wale watu ambao mko tayari kutumika katika malango ya KKT. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara katika kanisa la Kiinjili la Kiluteli Tanzania, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.